Kwa jina naitwa Kulwa na Solo Simba. Kazi yangu mimi naokota chupa eneo la Kimara Matangini. Kiukweli kazi ya machupa mimi kwangu ni tegemezi sana, kwa sababu naishi nyumba ya kupanga na nina familia ya watoto wawili, ya mke na watoto wawili. Kutegemea kazi hii ya machupa, lakini ndani yake kuna changamoto ni nyingi afu ni ngumu, ambazo zinahitaji moyo sana mpaka kuzivumilia. Ya kwanza ikiwepo, kama tunaanza na bei. Kwanza bei yake, kwa kweli bei sio rafiki kwa sisi waokotaji. Bei yake inatukandamiza sana. Kilo moja shilingi 300. Kuitafuta kilo 10 sio kazi ndogo, mpaka kuipata kilo 10. Sasa jifikirie, nyumbani umeacha familia, mwisho wa mwezi mwenye nyumba anataka chake. Hapo nyumbani hajaumwa mtu. Kilo 10 ukisema uunganishe safari Kibaha unafika. Kuitafuta kilo 10, sababu hauko peke yako. Hapo utaenda utakota kopo moja, utakwenda hapa na barabarani utakota makopo mawili, utatoka pale mpaka stop over utakota kopo moja. Kwa hiyo mpaka kuipata kilo 10 sio kazi ndogo jo. Hapo ukishaipata hiyo kilo 10, ukirudi kwenye mzani anakuambia bwana, katika kilo 10 hizi nakata kilo 2. Unamuuliza kilo 2 hizo unazokata zinakwenda wapi? Anakuambia mimi ninakopeleka huko nakatwa, kwa hiyo mimi lazima nawe nikukate, nividie makato unayokatwa huko. Kwa hiyo kilo 10 hapo utalipwa kilo 8. Na hapo zile pointi zako zile, sababu utapima labda kilo 10 na nusu. Ile nusu anakuambia si hesabu, na kulipa kilo 10. Kwenye kilo 10 hizo anatoa 2, unalipwa kilo 8. Kwa hiyo ukipiga hesabu kwa muda wa utendaji wako wa kutwa nzima, unakuta unakatwa hata kilo 20. Hiyo imeenda tu bure, ambayo umeibeba kutoka polini mpaka kwenye mzani. Lakini hiyo inakatwa ya bure. Umeona bwana? Ambayo kwamba ile yote ingesema iongezewe pale, ingesaidia kukusaidia wewe kipato chako nyumbani. Hapo bado mzani nao una balance yake nao. Mzani kama utakupiga labda kilo 1 au kilo 1 na nusu kwa muda wa kutwa nzima, utakao kuja pale labda utapima mara 3 mara 4, umeshaacha kilo 68. Asilimia kubwa ya mawakala mizani, uwe digital, uwe wa saa, uwe wa chini, ule wa mawe, lazima uguswe. Sababu sisi tuna vipimo vyetu. Kama kwenye skeli zile za madini unavyoona, gramu unaenda unaweka sigara moja. Sigara ina uzito wa gramu. Sigara, noti ya buku, kiwembe, uzito sawa. Kwa hiyo unapofika pale kutaka kuipima hii skeli kama iko sawa, unaanza kuweka kwanza noti ya buku au kiwembe au sigara. Isiposoma pale unajua mzani unaiba. Ndio sasa na hii mizani yetu. Hii mizani yetu tuna vipimo vyetu. Kwa mfano kama dumu la lita 20. Ile dumu ni kilo 1 kamili, haizidi hata pointi 1. Mzani wowote unaotenda haki, wewe kadumu tu lile, jibu utalipata. Ukiona dumu lile umeweka dumu zimesoma pointi, haijasoma kilo, ujue mzani umeguswa. Kwa hiyo kile ni kipimo chetu hasa kwa yule wakala. Ukisema umletee habari hizo mnagombana. Anakuambia mimi nipo kazini, usiniletee utani. Kama utaki ondoka na mzigo wako. Naitwa Mikael Yona. Natokea Kimara hapa. Ni mwokotaji wa makopo. Mimi naona umoja au kuwa ni kama umoja fulani kama huo katika swala hilo la kuokota taka, ni kwamba huo umoja utasaidia. Kwanza utasaidia vipi? Heshima kwanza itakuwepo kikazi kwanza. Alafu cha pili itakuwepo heshima ya kazi, kwa sababu wengi wanajificha. Ndio maana wengine anaenda kuokota sehemu nyingine mbali, kutokana na kwamba umoja kama huo hamna. Lakini kama umoja huu upo, kwanza mtu ataheshimu kazi yake, kinachofuatia pia watu watahitaji, yani atakuwa hadharani tu anafanya kazi yake, kwa sababu hii ni kazi inatambulika. Maana hapo itakuwa inatambulika hata kiserikali, maana hii ni jambo kubwa kiserikali. Unaona? Sasa naweza nikasema tena na umuhimu wa kuwepo vikundi kama hivyo, yani inakuwa, kwa mfano kama mimi naweza nikatoka nyumbani, kazi yangu ni hapa kuokota makopo. Nyumbani mimi siongei hivyo, mtoto wangu hajui, mke wangu hajui. Natoka mimi kama mimi na begi yangu. Wife anajua huyu labda ana mishe zake tauni. Mimi nikifika sehemu navua nguo zangu naweka kwenye begi, naweka sehemu naingia mtaani kwenye makopo. Na huko ninakoenda sio kwamba nakuwa wazi kama hivi, na yani lazima nijifunike. Hata ukutana na mtu unamjua lazima utainama hivi unapita, kutokana na kwamba umoja huo hatuna. Kwa hiyo lazima utaizarau kazi yako. Lakini kama umoja upo,
unajua tu kama hii ni kazi inatambulika. Kwa hiyo utakuwa uoga. Hata nyumbani unaaga, bwana mimi naenda kwenye nani yangu, lakini kitu kingine hapa tunashindwa hata kuaga nyumbani. Unatoka hivyo, unafanya kazi gani wewe? Anajua tu hela umeleta basi, lakini huwezi kaongea. Naokota makopo, wapangaji wengine watakudharau hapo hapo, unaona haipendezi. Unaona, mimi naokota makopo, mwenzangu na boda huo. Yaani kwanza itarahisisha hata kumpa na mwingine yule ambaye alikuwa anakudharau, ambaye una pembeni, hawezi tena kufanya hivyo, sababu anajua kuna watu wanakuja kufanya usafi huo. Kwenye bei pia mimi najua hapo umoja unaweza kusaidia. Kwa sababu gani? Bei unaweza kaenda sehemu, wewe mbeba makopo yako, wewe unauza kutokana na njaa huku hivi. Sasa ule umoja ule unaweza kukusaidia ile njaa pia na ule udhaifu wa wewe kukubali zile bei itapunguka. Kwanza umoja unaweza kusema ukasababisha au ukatengeneza bei halisi, yani kama bei ya kiserikali. Bwana tunakubaliana sisi, umoja wetu unakuwa wote tunaokota matakataka, umoja wetu unakuwa hela hii hapa. Kwa sababu wale mawakala wenyewe wanajipangia wao kama wao. Bwana wewe nunua bei hii, bwana wewe nunua kwa bei hii, hapa tunanunua kwa bei. Kama hiyo wanavyoongea mwezi huu wanakuwa matajiri wamesafiri. Kwa hiyo wanabaki wale wale. Sasa wale ndio waga wanabana, bosi hayupo saa hizi, ngoja tufanye. Yani wanajipangia. Ila ukiwa na umoja wanashindwa kujipangia. Mtu sana anajua huu umoja upo. Yani sawa sana kwamba hii bei imepangwa kutoka serikalini. Kama tunazopitia kule mtaani ndo kama hivyo. Naweza nikaamka asubuhi na kiroba changu napita mtaani. Naambiwa mama fulani, mama Mudi, wewe mama Mudi wewe mwizi. Naambia mimi sio mwizi, mimi nimeokota makopo. Umeona? Mimi kazi yangu ni kubwa ni hii. Na maana ninapotaka nizunguke napata riziki ya kula, napata riziki ya kuishi pamoja na vitu vingine. Na maana nasomesha wajukuu, nasomesha, na maana naishi mwenyewe kwa sababu ya kazi hiyo. Wanatufanyia vitu hivyo, wengine wanatupiga bila kosa, mwingine wanakufukuza tu, ondoka nyumbani kwangu wewe mwizi. Naambia mimi sio mwizi, mimi nimeokota makopo au ni mfanyaji kazi rasmi. So mimi mwizi hapana. Na kiroba changu hicho hapo kisachi. Umeona? Mtu anachukua kiroba chako anamwaga chini, anakusachi pale. Na unaendelea na shughuli zako zingine, anakwambia nenda, unaondoka. Ndo kama hivyo. Kama yupo mpaka sasa hivi. Kwake yule mama ananiambiaje? Ungepita hapa, kwa sababu mimi nilikuwa naokota sehemu ambayo kuna mkaka ambaye ananifahamu. Nikawa napita na njia, nikasema niokote hapa. Nikawa naokota, kuna kaka kutoka nyumbani kwake. Dada nikamwambia mama Mudi, nikamwambia mimi naokota makopo hapa. Dada ukota tu, nikamwambia haya. Hata nikawa naokota, kuna mama katoka nyumba ya pili huko. Wewe dada, nikamwambia unafanya nini hapo? Nikamwambia mimi naokota makopo. Ushukuru Mungu huyo kakako sio nani wako. Lakini bila hivyo mimi mwenyewe nikishakuwa wewe. Yupo mama mpaka sasa hivi ninavyosema, hata kwake naweza nikawapeleka. Yupo mpaka sasa hivi wewe mama. Na mpaka kwake napajua. Umeona? Sielewi kwa sababu naokota makopa na mimi mwizi. Mimi na mimi jambazi sio mwizi, mimi sio jambazi. Mimi na nyumbani kwangu, mimi naishi na maisha yangu. Umeona sawa na mume wangu, lakini ndio kama hivyo wanaume zetu hawana kazi maalum, kazi zao ndio kama za mtaani nao. Lakini mapito makubwa sana tunapitia. Baba alikuwa anapita na njia, akaenda kagonga. Jamani naombeni makopo. Umeona? Na tuna yani siwezi kuongea sana kwa kweli. Changamoto ni nyingi tunazopitia kaka. Na maana watutizame, watuangalie sisi waokota makopo, na sisi tuna haki. Na sisi wafanyakazi bora. Yaani kikubwa mtuangalie serikali. Yaani kikubwa mtuangalie serikali, mapito tunayopitia ni makubwa. No.